Kwenye ulimwengu wa sasa wa biashara unaobadilika kwa kasi kubwa, mafanikio yanapatikana kwa maarifa, juhudi na uwezo wa kuendana na mabadiliko ya soko. Mfanyabiashara anayefanikiwa ni yule ambaye anaendelea kujifunza, kujiongezea thamani binafsi na kutumia teknolojia kwa hekima ili aweze kuboresha huduma na kukabiliana na ushindani uliopo sokoni. Kuelewa njia sahihi za kutimiza malengo ni msingi muhimu unaomwezesha mfanyabiashara kukua, kustawi na kudumu kwa muda mrefu kwenye soko lenye ushindani mkubwa. Ili utimize malengo yako kwenye ulimwengu wa sasa, kuna mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, ongeza maarifa. Kwenye ulimwengu wa sasa wa biashara unaobadilika haraka, maarifa ni silaha kubwa mno ambayo itakuwezesha kufanya maamuzi sahihi. Mfanyabiashara asiyeongeza maarifa ni rahisi sana kubaki nyuma kwenye biashara. Kila unapoongeza maarifa, unaongeza uwezo wa kuona fursa mpya na kupunguza makosa mbalimbali ambayo yanajirudia mara kwa mara kwenye biashara, ikiwemo kuuza bidhaa ambazo hazihitajiki sokoni na kutoa huduma mbaya kwa wateja. Maarifa ni njia ya kujenga biashara imara na endelevu. Jambo la pili, jifunze kila siku kitu kipya. Mafanikio ya biashara yanakuja kwa kujifunza mara kwa mara. Dunia ya biashara inabadilika kila siku. Kujifunza inapaswa kuwa ni jambo la lazima. Kama umeamua kuwa kwenye ulimwengu wa biashara, lazima ujifunze mbinu mpya za masoko na njia za kukuza na kuendesha biashara kulingana na wakati uliopo. Kujifunza kila siku itakusaidia uwe mwepesi kubadilika kulingana na mabadiliko ya soko, kwa kujua uhitaji na ushindani uliopo sokoni, ili uweze kuongeza ubunifu na uwezo wa kutatua changamoto mpya kwa kutoa suluhisho sahihi kwa wateja. Jambo la tatu, soma vitabu. Vitabu ni hazina ya uzoefu wa watu waliofanikiwa kabla yako. Kusoma vitabu itakusaidia kupata maarifa ya miaka mingi ndani ya muda mfupi. Mfanyabiashara anayesoma vitabu huwa anajenga fikra pana na kufanya maamuzi yenye busara na kujitengenezea nafasi nzuri ya kupata mafanikio kwenye biashara. Jambo la nne, tumia teknolojia kwa hekima. Teknolojia ni chombo chenye nguvu ambacho kinaweza kukuza biashara kama kitatumika vizuri. Teknolojia inarahisisha utendaji kazi, mawasiliano na upatikanaji wa wateja kupitia mitandao ya kijamii. Unapotumia teknolojia kwa hekima, unapunguza gharama na kuongeza ufanisi kwenye biashara yako na kuzidi kupata faida. Jambo la tano, jiongezee thamani. Soko la sasa linawapendelea watu ambao wanatoa na kuuza thamani, uhitaji na suluhisho. Kujiongezea thamani ni kuboresha ujuzi ulionao, huduma unazotoa kwa wateja, lakini pia muonekano wa bidhaa na biashara yako kwa kuzingatia zaidi mahitaji ya wateja. Kadri unavyojiongezea thamani, ndivyo unavyokuwa na nafasi kubwa ya kuvutia wateja na kufanikiwa kwa muda mrefu.